Hamas wasema wataendeleza mapambano hadi tone la mwisho la damu. Msemaji wa Brigade Al-Qassam, tawi la kijeshi la harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas, amesisitiza kwamba operesheni za wanamukawama dhidi ya uvamizi wa Israeli zitaendelea hadi pale utawala wa Kizayuni utakaposhindwa. Abu Obaida amesema hayo kwenye taarifa ya Ijumaa na kueleza kuwa wapiganaji na warithi wa mitume wanaendelea kuyarushia mawe ya Nabii Daudi, magari ya Gideoni na kuangusha ubeberu wa uvamizi huo hadi utakaposhindwa. Amepongeza uthabiti wa wapiganaji wa mukawama akisema kwamba kupitia ushujaa wao wanasajili ushindi wa waaminifu na wanaokandamizwa juu ya wenye kiburi na madhalimu. Akizungumzia shambulizi la kuvizia la Ijumaa asubuhi katika mji wa kusini wa Gaza wa Khan Yunis ambalo lilisababisha vifo vya wanajeshi 5 wa Israeli na wengine kujeruhiwa, Abu Obaida amesema hasara iliyoletwa kwenye uvamizi huko Khan Yunis na Jabalia ni mwendelezo wa mfululizo wa operesheni sahihi, mfano wa kile kinachongojea majeshi vamizi popote yanapokanyaga. Makundi ya mukawama ya Palestina yalifanya msururu wa operesheni zenye mafanikio katika eneo la Khan Yunis siku ya Ijumaa, zikilenga maeneo muhimu ya kijeshi Israeli, wakati ambapo utawala wa Kizayuni unapoendeleza mashambulizi kwenye ukanda wa Gaza. Wapiganaji wa kikosi cha Al-Quds wakishirikiana na kikosi cha Hamas cha Al-Qassam walishambulia makao makuu ya utawala huo wa Israeli karibu na ukumbi wa Canada kusini mashariki mwa Khan Yunis kwa wimbi la maroketi. Katika operation tofauti, wapiganaji wa mukawama waliharibu gari la kijeshi la Israeli kwa kutumia mada za milipuko zaidi katika eneo la Kafri Karara kaskazini mwa Khan Yunis. Vile vile, Wapalestina kote ukanda wa Gaza wameswali swala ya Eid al-Adha juu ya magofu ya misikiti iliyoharibiwa na vita ya utawala wa Israeli dhidi ya eneo hilo. Katika maeneo mengi ya Gaza yaliyogeuzwa kuwa kifusi, wanaume na watoto walilazimika kuswali Eid wakiwa nje, huku uhaba mkubwa wa chakula ukilazimisha familia kujikusanya na kula chochote walichoweza kupata kwa ajili ya sherehe za siku 3 zaidi. Hii ndio Eid mbaya zaidi ambayo watu wa Palestina wamewahi kushuhudia kutokana na vita hivi vya dhuluma dhidi ya wananchi wa Palestina, amesema Kamel Emran baada ya kusali katika mji wa Khan Yunis ulioko kusini mwa Gaza. Hakuna chakula, hakuna unga, hakuna makazi, hakuna misikiti, hakuna nyumba, hata magodoro hakuna. Hali ni ngumu mno. Sikukuu ya Kiislamu ya Eid al-Adha huanza siku ya 10 ya mwezi Dhulhijja katika kalenda ya Kiislamu na huambatana na msimu wa Hija huko Saudi Arabia. Katika Gaza kaskazini, siku ya Ijumaa, Israeli ilitoa onyo jipya kwa raia ikisema jeshi lake lilikuwa linajiandaa kuendesha mashambulizi makali katika eneo moja baada ya kudai kwamba makombora yalirushwa kuelekea maeneo ya Palestina yanayokaliwa kwa mabavu. Tangu Oktoba 7, 2023, utawala wa Israeli umewaua zaidi ya Wapalestina 54,500 katika vita vya mauaji ya kimbari, wengi wao wakiwa wanawake na watoto, kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Gaza. Mashambulizi hayo yameharibu sehemu kubwa ya Gaza na kulazimisha karibu 90% ya watu wake milioni 2 kuyakimbia makazi yao. Baada ya kuzuia chakula na misaada yote kuingia Gaza kwa zaidi ya miezi miwili, Israeli ilianza kuruhusu misaada michache kupenya na kuingia kwenye ukanda huo wiki chache zilizopita. Hata hivyo, Umoja wa Mataifa unasema umeshindwa kusambaza misaada hiyo kikamilifu kutokana na vizuizi vya kijeshi vya Israeli juu ya harakati za misaada hiyo. Shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa lenye makao yake Roma lilisema Alhamisi kuwa watu wa Gaza wanakabiliwa na hatari kubwa ya njaa kali ifikapo Septemba, ambapo karibu watu 500,000 wanakumbwa na upungufu mkubwa wa chakula, hali inayoweza kusababisha utapiamlo na vifo vinavyotokana na njaa. Vile vile, waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Noel Barrot amesema kuwa Paris bado imejizatiti kutambua rasmi taifa la Palestina katika mkutano wa Umoja wa Mataifa unaotarajiwa kufanyika mwishoni mwa mwezi huu. Akizungumza na kituo cha radio cha RTL cha Ufaransa, Barrot alipoulizwa iwapo Ufaransa, ambayo itakuwa mwenyeji mwenzo wa mkutano huo na Saudi Arabia, iko tayari kuchukua hatua ya kuitambua Palestina kama taifa huru, amesisitiza, "Tumejizatiti kufanya hivyo." Waziri huyo amesema kuwa Ufaransa na Saudi Arabia zitaweka wazi dhamira yao ya kuondoa vikwazo vilivyopo katika kutambuliwa kwa taifa la Palestina kwenye mkutano huu wa kimataifa utakaoandaliwa kati ya tarehe 17 hadi 20 Juni mjini New York. Barrot amesema Ufaransa ingeweza kuchukua hatua ya kinembo, lakini huo si mwelekeo waliochagua kwa sababu wana wajibu maalum. "Sisi ni Ufaransa, mwanachama wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa." Ameongeza kuwa lengo la Ufaransa si tu kutoa tamko, bali kubadilisha hali halisi ya kisiasa na kuhakikisha kuwa taifa la Palestina
linakuwa halali, linaaminika na linawezekana katika mtazamo wa kimataifa. Ufaransa inawaongoza washirika wake barani Ulaya, ikiwa ni pamoja na Uingereza, Uholanzi na Ubelgiji katika kushinikiza kutambuliwa kwa Palestina kwa pamoja wakati wa mkutano huo muhimu. Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa anatumai kutumia jukwaa hili kufufua mazungumzo ya amani kati ya utawala wa Israeli na wa Palestina kupitia hatua ya mataifa ya Ulaya kutambua rasmi taifa la Palestina. Ikiwa Ufaransa na Uingereza zitachukua hatua hii, zitakuwa mataifa ya kwanza la kundi la G7 kutambua rasmi taifa la Palestina, jambo ambalo limekuwa mada kuu ya matakwa ya Palestina kwa miongo mingi. Mwishoni mwa mwezi uliopita, msemaji wa waziri mkuu mpya wa Uingereza Keir Starmer alisema kuwa Uingereza iko tayari kushirikiana na washirika wake na mataifa ya kanda kusaidia ujenzi wa misingi ya taifa huru la Palestina. Mpaka sasa zaidi ya mataifa 140 wanachama wa Umoja wa Mataifa tayari yametambua taifa la Palestina, huku Hispania, Ireland na Norway zikijiunga na orodha hiyo mwaka jana. Nikwambia hivi, hatujamaliza. Volker Turk, kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu, amelaani uamuzi wa hivi karibuni wa serikali ya Marekani wa kuweka vikwazo dhidi ya majaji wanne wa mahakama ya kimataifa jinai ICC, akisema kuwa hatua hiyo inahatarisha misingi ya utawala bora na usimamizi huru wa haki. Kauli ya Turk imekuja kufuatia tangazo la waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio siku ya Alhamisi akitangaza vikwazo dhidi ya majaji wa ICC wanaosimamia kesi zinazohusiana na uhalifu wa kivita uliofanywa na wanajeshi wa Marekani nchini Afghanistan, pamoja na hati ya kukamatwa zilizotolewa na ICC dhidi ya Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa utawala wa Israeli na aliyekuwa waziri wake wa vita Yoav Gallant. Turk amesema, "Ninasikitishwa sana na uamuzi wa serikali ya Marekani wa kuwawekea vikwazo majaji wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu, hususan majaji wanawake wanne kutoka Benin, Peru, Slovenia na Uganda, waliokuwa sehemu ya maamuzi kuhusu hali ya Afghanistan au Palestina." Taarifa hiyo imesema vikwazo hivyo ni jaribio la wazi la kudhoofisha uhuru wa chombo cha kimataifa cha utoaji haki ambacho kinafanya kazi kwa mujibu wa mamlaka iliyotolewa na nchi wanachama 125 kutoka kila pembe ya dunia. Tangu Donald Trump arudi madarakani mwezi Januari, Marekani imeweka vizuizi mara kadhaa dhidi ya maafisa wa ICC. Ametoa amri kuu ya kiutendaji inayotishia kumwekea vikwazo mtu yeyote anayeshirikiana na uchunguzi wa ICC, jambo ambalo limepelekea hata mashahidi kuogopa kujitokeza. Nikwambia hivi, hatujamaliza. Kumbuka hiki ni kile ambacho kinaendelea kushika hatamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine, nachokifanya ni kuendelea kukusogezea hatua kwa hatua. Vile vile UNICEF na WFP wanasema hali ya watoto ukanda wa Gaza ni mbaya mno. Haya ni mashirika na asasi mbalimbali za kimataifa. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP na shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF zimetoa onyo kali kuhusu hali mbaya inayowakabili watoto huko Gaza. Shirika la mpango wa chakula duniani limetangaza kuwa zaidi ya watoto 70,000 kwenye ukanda wa Gaza wanakabiliwa na utapiamlo mkali, na kwamba kuongezeka kwa mzozo na vita huko Gaza kunaweza kusababisha kusitishwa kabisa kwa shughuli za misaada. Shirika hilo la Umoja wa Mataifa linasisitiza kuwa msaada unaofika Gaza hautoshi na haukidhi mahitaji wa wenye kuhitaji. Kwa upande mwingine, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF huko Palestina nalo limeonya kuhusu hali mbaya ya watoto kwenye ukanda wa Gaza. Limesisitiza kuwa kwa mujibu wa takwimu za awali, zaidi ya watoto 40,000 wameachwa yatima wakati wa vita, na idadi hii inaongezeka kwa kiwango cha kutisha. Shukran kwa Baba Ukivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.